baada ya kuanza kwa mazungumzo ya sintofahamu huku pande zote mbili, yani Iran na Israel, zikikanusha kuhusiana na taarifa ya Rais Trump ya usitishaji mapigano, hatimaye sasa yameanza kutekelezwa mapema, huku nchi hizo mbili sasa zikithibitisha tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu hatua hiyo. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Samuel Viknes Andrew. Muda mfupi baada ya Rais Trump kutangaza kufikiwa makubaliano ya usitishaji wa vita, kulikuwa na mapokeo tofauti kati ya pande hizo mbili, huku Iran ikidai kuwa haijapata taarifa zozote rasmi za hatua hiyo. Lakini kwa sasa Israel imesema imefikia malengo yake na ikathibitisha kusitisha mashambulizi. Hatua inaonekana kuwa ni vita vilivyodumu vya siku 12 baada ya mataifa hayo mawili. Pamoja na hatua hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X, alikanusha kuwepo kwa makubaliano yoyote ya kusitisha mashambulizi, huku akisisitiza ya kuwa Iran haina nia ya kuendeleza mashambulizi, lakini bado haijakubali rasmi kusitisha mapigano. Hata hivyo, hali hiyo inaonekana kuwa bado tete, kwani muda mfupi baadaye jeshi la Israel IDF liliarifu kuwepo mashambulizi mapya kutokea upande wa Iran. Waziri wa ulinzi wa taifa la Israel, Israel Katz, amesema Iran imekiuka usitishaji wa mapigano kwa kurusha makombora, na Katz akasisitiza majeshi ya Israel kuanza tena mashambulizi dhidi ya taifa la Iran. Mzozo wa Iran na Israel umesheheni matukio kadha ambayo yanaonyesha kuwa huu unaweza kuwa ni mzozo wenye ugumu kuisha kwake, na hasa kutokana na uingiliaji wa Marekani na msimamo wa kubadilika wa Rais Donald Trump. Pia kuhusiana na madai kwamba Iran imeshambulia Israel, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimejibu shutuma hizo na kudai kwamba Iran haijatekeleza mashambulizi hayo mapya yanayotajwa kuwa ni chanzo cha kuvuruga mazungumzo ya kusitisha mapigano. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Samuel Viknes Andrew.